mjini Nakuru zinalalamika kukosa fidia ya shilingi milioni 3 kila mmoja kama iliyoahidiwa na serikali kupitia kamati maalum ya fidia inayoongozwa na Profesa Makau Mutua. Naam, familia hizo zinalaumu kamati hiyo kwa kuwachelewesha fidia huku wakiendelea kuishi na makovu ya ukatili wa asasi za serikali ambao uliwapokonya wapendwa wao. Na Marian Nyambura alizungumza na familia hizo na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika eneo la Pipeline Nakuru, Rose Kihuga anatukaribisha nyumbani kwake. Akiwa na picha ya mwanawe mkononi, anasimulia kwa uchungu mauaji ya kiholela ya mwanawe Michael Kihuga aliyeuawa wakati wa maandamano ya Gen Z mwaka 2024. Anatuonyesha ripoti ya uchunguzi wa maiti na ilani ya taarifa aliyoandikisha kwa polisi kama ushahidi wa maafa ya mwanawe. Wakaniambia tumejaribu venye tutaweza lakini imeshindikana. Na venye niliona huo mtoto venye alikuwa ameuliwa kiunyama. Juu mara yote ilikuwa nje. Alikuwa amepigwa marisasi. Alikuwa amepigwa risasi 3 za tumbo. Familia hiyo inasema licha kuwasilisha stakabadhi zote zinazohitajika, hawajapokea fidia iliyoahidiwa wala kuarifiwa sababu. Venye nilipiga wakaniambia dokumenti zangu ziko sawa. Wanaona ni ukweli, dokumenti zangu ziko sawa, lakini bado tugoje 2 weeks. Na bado hata saa hii hatujapata. Katika eneo la Manyani, section 58, Maria Luhola yuko shambani, lakini amesalia na majonzi. Maria alimpoteza mwanawe wa miaka 17, Austin Onyisa, aliyekuwa na ugonjwa wa tawahudi. Austin alifariki wakati wa maandamano ya Gen Z mwaka 2024. Anaeleza kwa uchungu jinsi familia zingine tayari zimepokea fidia, ilhali kesi yake haijashughulikiwa, licha ya kuwa miongoni mwa wa kwanza kuwasilisha taarifa kwa tume ya KNCHR mwezi Mei. Nikiangalia mtoto wangu ni namba 2 mwenye anafuata Rex Masai, lakini naona wengine wamepata, wengine pato. Nakuru hakuna mwenye amepata. Sasa nashindwa kwani tuko upande gani? Maria anasema familia yake imesalia na mahangaiko na maswali chungu nzima iwapo watapata haki. Mwingine anakuambia mtapata hii mwezi wa 5 ikaisha. Tukaingia wa 6 imeisha. Ndio hii wa 7 inaisha. Sasa wanatuambia tutapata mwezi wa 8. Watakuwa natusongesha hivi mpaka lini? Wanaitaka serikali kuchukua hatua za haraka. Hata rais wetu achukueko jukumu kwa polisi. Juu wamesoea, watakuwa naona tutakuwa tunaua wanalipa. Wanaua wanalipa. Wakishika hata mmoja wao waweke ndani, at least tutakuwa na amani. Marian Nyambura, runinga ya Citizen. Na wakati huo miaka 5 baada ya vifo vya ndugu wawili kutoka Kianjokoma